Je, unahitaji taarifa kamili na uchambuzi wa ndani zaidi? Jiunge sasa katika grupu letu la WhatsApp kwa malipo nafuu kabisa. Utapata uchambuzi wa kila siku, mchana na jioni, update za dunia kwa haraka zaidi, fursa ya kumuuliza maswali Rahby papo hapo na kupata majibu ya haraka zaidi kutoka kwake. Usikose nafasi hii adhimu. Jiunge sasa na uwe mbele ya taarifa kuliko wengine. Tupigie kwa simu namba 0654467177 au tuandikie ujumbe ni unge na Rahby, tutakuunga moja kwa moja. Habari za mida hii waungwana, natumai wote ni wazima na mko poa. Donald Trump anasema timu yake ya mazungumzo inaelekea Islamabad, ambako ikiwa imebakiwa siku moja tu kufika mwisho wa wiki mbili za ceasefire, lakini upande wa pili wa Irani wanasema kuwa hawajatuma wawakilishi wowote mpaka sasa. Nazungumza na wewe, bado Irani hawajaamua nani anakwenda au hawaendi. Taarifa nyingine za Irani zinaonyesha kuwa Irani imekataa kwenda kwenye mazungumzo ya Islamabad, ikisema kuwa inataka kwanza Marekani aondoe blockade yake iliyopo kwenye bahari kwa kuzuia meli za Iran, blockade ambayo jana wamechukua meli moja ya Irani wanaoishikilia, jambo ambalo Teherani imesema kuwa italipa kisasi. Yepi ni yepi? Nini kinaendelea? Yes, tunakuja kujadili hili swala. Subiri kidogo kwanza nikupe tangazo fupi tu hapa, hasa kwa wale wafanyabiashara wa sekta za ujenzi na madini. Je, unatafuta wanunuzi sahihi katika sekta ya ujenzi na madini Afrika Mashariki, hasa Tanzania? Je, wewe unataka chapa yako ionekane, iaminike na kuunganishwa moja kwa moja na decision maker wa kweli? Tanzania kwa sasa ipo katika boom kubwa ya ujenzi wa madini. Miradi mikubwa inaendelea, uwekezaji unaongezeka na mahitaji ya bidhaa na teknolojia yako ya juu kuliko wakati wowote. Ndio maana unapaswa kuwa sehemu ya Construction and Mining International Expo ya 2026. Jukwaa linalokukutanisha na wafanyabiashara, linalokutanisha na fursa halisi, litaloanza kati ya tarehe 27 hadi tarehe 29 ya mwezi Agosti mwaka 2026 pale Diamond Jubilee Hall, Dar es Salaam. Hapo ndio biashara halisi inafanyika. Wataalamu zaidi ya 10,000 wa sekta hiyo watakuwepo. Waoneshaji zaidi ya 150 kutoka ndani na nje ya nchi watakuwepo. Na kama wewe uko kwenye ujenzi na uko kwenye madini, vifaa, teknolojia, engineering, solutions, hii si event ya kukosa. Hii ni platform ya kukuza biashara yako Afrika. Nafasi za maonesho zinajaa kwa kasi. Kwa hiyo chukua hatua sasa, ufanye booking katika namba ya simu 0717 109362. Tuendelee na mazungumzo. Irani wamesema kuwa hawana mpango wa kushiriki kwenye mazungumzo yoyote yanayoendelea au mazungumzo yanayokuja, huku Donald Trump akiandika kwenye andiko lake kuwa Irani amewapa ofa nzuri za kufikia makubaliano ikiwa watafikia makubaliano, lakini wasipofanya hivyo, amerudia tishio lake la kushambulia miundombinu sehemu za kuzalisha umeme, lakini kasema atashambulia madaraja yote, yani anaenda kufuta ule ustaarabu. Lile swala ambalo lilimuondoa dakika za mwisho. Nani anaamini kuwa Trump anazungumza nini wakati gani na nini kitatokea? Yani dunia imekuwa na imani ya kiasi hicho cha kusema hiyo. Sasa haya yamefika hapa wapi? Ukweli kuwa katika wiki mbili ambazo tunakwenda, wiki mbili za usitishaji, Marekani imekuwa ikisafirisha kwa wingi sana. Imekuwa ikisafirisha meli za kijeshi, lakini imekuwa ikijaribu kutuma ndege za kijeshi kwa wingi, huku ikiongeza vikosi vyake Mashariki ya Kati kwa wingi, kwa lengo la lolote litokee. Kuna wakati wanasema tunataka makubaliano ambayo yatakuwa bora, ambayo yatampokonya Irani kila kitu, au turudi kwenye vita. Ukweli ni kuwa nafasi ya makubaliano kwa hivi sasa imegawika. Hauwezi kusema kama iko moja kwa moja au iko pembeni, kwa sababu kuna kile ambacho ninakizungumza mara kadhaa na nyinyi kuwa sio vita ya Marekani. Hii si vita ya Marekani, na hata mahitaji ya mazungumzo ya kile ambacho Marekani wanakileta mezani sio mahitaji ya Marekani, ni mahitaji ya Israeli. Sasa kwa Irani ambayo inaonekana kuwa
imekuwa mbali sana ya kukubali hili. Kwa hiyo inaweza ikaweka option ambayo iko wazi sana kuwa huenda tukarejea kwenye vita ambalo ni chaguo halisi la Israeli mwenye madai, yani mwenye vita yake, hasa chaguo lake ni vita. Araghchi alivyotangaza juzi kuwa tunaingia kwenye usitishaji, kama mnakumbuka, niliwaambia kuwa bei ya mafuta iliporomoka sana, zaidi ya 11%. Ilishuka kwa kiwango cha juu, yani imeshuka kwa kiwango kirefu ukilinganisha na bei iliyokuwepo. Lakini jana mafuta yamepanda kwa 7%. Ndani ya Marekani imepanda kwa 6.4%. Huko kwingine kote yamefika 7%. Na galoni imeenda juu ya $5 mpaka sehemu nyingine $6 kwa bei ya Marekani. Sehemu ambayo Donald Trump alijibu baada ya tangazo la Iran kusema wamefunga Hormuz kwa mara ya pili, akasema kuwa wala hawatukomoi sisi, kwa sababu meli nyingi zinaelekea upande wa Marekani kuja kuchukua mafuta na kuja kuchukua gesi, wala sisi halituhusu hilo. Lakini ukweli kuwa Marekani hali ni ngumu, nishati imepanda, gesi imepanda, kila kitu kimepanda. Hali kadhalika dunia yote iko hivyo. Sasa katikati ya hili tunaona tishio jipya la Wahuthi wa Yemen kusema kuwa huenda wakaufunga mlango wa Bab el-Mandeb. Nimekuwa nikijaribu kulielezea hili kwa nafasi yake. Dunia inatuambia kuwa nishati 20% hupita Hormuz. 20% katika ile nadharia ambayo haina uhalisia, 20% hupita Hormuz. Lakini lango la Bab el-Mandeb ambalo ni lango ambalo linaingiza kutoka bahari ya Hindi, bahari ya Arabia, inakuja bahari ya Sham au Red Sea, lenyewe linasimamia 12% ya biashara duniani. 12% ya biashara duniani. Sasa kufungwa kwa hili lango kutaashiria tu kuwa kuna ugumu wa baadhi ya mambo kuwa magumu zaidi. Leo hii ukiwa na 100,000 hapa kwetu unapata lita wastani 26 kwa Dar es Salaam. Lita 26 unapata. Basi hamna cha ziada. Yani 50,000 unapata lita 13. Ikiwa hawa na wenyewe watatekeleza hili kwa kuswichiwa na Irani, tutarajie tunayoyatarajia. Wale tunaofurahia kile anachokifanya Donald Trump, tuendelee kufurahia yale yanayokuja, kwa sababu nimeeleza mara kadhaa, kulikuwa na agreement ya ceasefire ya 2 week. Nimeieleza vizuri. Agreement hii iliunganisha Lebanoni. Katika agreement hii, wakati wanafikia makubaliano ya hii agreement ya ceasefire ya wiki 2, hapakuwa na blockade ya Marekani. Kwa maana hiyo, blockade ya Marekani imekuja katika makubaliano. Kitu ambacho kinatafsirika kuwa ni ukiukwaji wa makubaliano. Yani, utachokifanya baada ya makubaliano, huo ni ukiukwaji wa makubaliano. Irani alilaumiwa kwa kufunga Hormuz kwanza kwa kile ambacho wanasema alikiuka makubaliano. Katika kujitetea kwake akasema kuwa nyinyi ndio mmekiuka makubaliano, kwa sababu makubaliano tuliyokubaliana ya awali Lebanon ilikuwemo kwenye ceasefire, nyinyi hamjaiweka kwenye mazungumzo. Kwa hiyo nyinyi ndio mmeanza kukiuka makubaliano. Kwa hiyo kwa sababu mmeanza kukiuka makubaliano, mimi natekeleza, yani sitii maagizo yakiwepo kwenye makubaliano. Sasa pale Marekani na Israeli waliporudi kwenye makubaliano ya awali ya kuirudisha Lebanoni kwenye ceasefire kama makubaliano ya awali yalivyosoma, Irani hakuwa na budi ila kutekeleza makubaliano. Ndio maana alifungua Hormuz. Kwa hiyo Trump alivyodai kuwa sisi tunaendelea na blockade, ilikuwa ni ukiukaji wa makubaliano, kwa sababu swala la blockade limekuja baada ya makubaliano. Sijui nafahamika. Sasa tishio la Trump kushambulia miundombinu ya Irani, nadhani tumeshalieleza kipindi cha nyuma, na mara kadhaa nimeshalizungumza kuhusu hili kuwa unakabiliana na adui ambaye mwenye nguvu. Adui ana uwezo wa kukufikia popote ulipo. Unaweza kusema kuwa mfano Marekani jana ameseize meli ya Iran Tosca. Jamani, hili ni tukio ambalo Irani anaweza kalifanya hata mara 20 au mara 100 akitaka. Hata kwa leo tu anaweza kuchukua meli kibao, kwa sababu ziko pale pembeni, zina uhusiano na Marekani, ana uwezo wa kufanya hicho kitu. Kwa hiyo unachokifanya mwenzako hawezi kufanya, ndio jibu kwa anaweza akakifanya. Meli ziko pale, watazichukua. Kama
mara kadhaa amechukua meli kutoka kwenye pwani ya Omani na kuzipeleka mpaka kwake kule. Kwa hiyo hilo ni swala jepesi kabisa, wala haliwezi kumshinda yeye kufanya vile. Kwa hiyo sio ushujaa wa kwenda kuteka meli, kwa sababu ndani ya meli hakuna askari mle, hakuna wanajeshi, hawajihami, hawafanyi lolote. Wale tu ni sailor tu, yani kuwa ni mabaharia tu ambao hawana lolote. Unakuta mabaharia 10 ngapi, unaenda unawaweka, unawateka, peleka meli upande huu, unapeleka unavyotaka. Kwa hiyo huo sio ushujaa, yani huo sio ushujaa. Sasa hili la Donald Trump kuweka blockade au kufanya sijui ni nini, nimekuwa nikilieleza mara kadhaa. Jamani, halimkomoi Irani. Trump anasema kuwa Irani itapoteza dola milioni 500 kwa siku. Ni kweli, japokuwa ameongeza chumvi kwenye namba ya pesa. Ni kweli Irani anapoteza, lakini niliwahi kuzungumza na nyinyi nikawaambia kuwa unaweza kushikilia bomba kiasi gani? Yaani bomba utalishikilia kiasi gani kwa wakati gani? Unapambana na watu ambao, yani wewe mtoto wa kishua umezoea kula kila wakati milo 3 au zaidi ya pale. Yani 3 ni official, lakini wewe unaweza kula zaidi ya pale. Unakutana na watu ambao wao wanakula mlo mmoja kwa siku. Hiyo ndio maisha yao. Halafu wameisha kupeleka kwenye engo sasa, na wewe unakula milo 2. Halafu useme unawakomoa, wao wanakula mlo mmoja. They still wanakula mlo mmoja. I say, nani anayemkomoa mwenzake? Hawa wa Irani, haya maisha. Unajua, ukichukua mfano maandamano ya Januari, yale maandamano makubwa yalitokea Irani ambayo yalianzishwa hasa na wale wachuzi, yani wale wa bazar, wafanya biashara wa sokoni, walianzisha maandamano makubwa ambayo yalileta vurugu kubwa, yakafatiwa amri kutoka Marekani, akasema tutakuja kuwaunga mkono, tunakuja kuwaletea msaada. Wakatolea kauli za Donald Trump, akaja kusema kuwa walipeleka hadi silaha kuwapa wale waandamanaji ili waweze kupindua utawala. Nadhani mnakumbuka hayo maandamano. Sababu ya yale maandamano ilikuwa ni hali ngumu. Serikali ya Irani, na huwa ninawaambia, moja ya serikali ambayo kiuhalisia ilikuwa haipendwi na teenager wengi wa Irani. Wairani wengi walikuwa hawaipendi serikali. Hiyo ndio uko wazi, huo ndio ukweli. Niliwaambia maneno haya wakati wa Bashar al-Assad Syria. Nikawaambia kuna tafsiri ya nje mnaiona na tafsiri ya ndani. Wa Syria hawamtaki Bashar al-Assad na hawaipendi serikali yake. Ndani ya Irani, serikali ya Mamula si serikali pendwa, haipendwi na Wairani wengi. Lakini Wairani wana asili ya Wairani. Hawa ni Wapesian, Waajemi wenye asili yao. Licha ya kuwa wanauchukia ule utawala, lakini walikuwa hawako tayari kuiuza nchi yao. Yani licha ya wanachukia, hawako tayari kuuza nchi yao kwenda sehemu nyingine. Ndio maana unaona Wairani wote wanaungana kwa kitu kimoja. Ndio maana unaona Wairani wanaungana kitu kimoja. Yani hawakubaliani na swala la nchi yoyote kuitia mkono kwenye nchi yao. Yani wanajua kuwa utawala mbaya hatuutaki, tunataka tubadili, tuweke utawala tunaotaka sisi, au tuweke utawala utatujali sisi, au sera zibadilike sana kuhusu sisi. Nadhani nilizungumza vyema wakati Mujtaba ameteuliwa. Kama ulinifuatilia, nilielezea kwa kina hili swala likoje kuhusu utawala, masuala ya rushwa, masuala ambayo yako ndani, yani Irani yanashutumiwa kwa kiwango kikubwa. Lakini inapokuja kuwa nchi, hawa watu ni wengine. Hawa watu ni wengine linapokuja swala la nchi yao. Hawatoungana na wengine kwa sasa. Ukirudi kwenye maandamano ya Januari, asili ya maandamano ilikuwa ni hali ngumu. Asili ya maandamano ilikuwa ni kuporomoka kwa kasi kwa sarafu yao. Sarafu iliporomoka sana. Yani iliporomoka mpaka ikawa hauwezi kuagizia, kwa sababu watu wanao import hawawezi kuagiza kwa kutumia sarafu yao ambayo haijatulia. Unaagiza kwa bei gani uje kuuza kwa bei gani? Kwa sababu leo hii unatoa fedha kuagiza mzigo katika kiasi fulani, kesho imesha poromoka, utauza kiasi gani, uagize kiasi gani? Kwa hiyo wakawa wanataka utulivu wa sarafu. Unajua sarafu iliporomoka kwa sababu gani? Sera za Trump. Trump alihakikisha vikwazo vinaenda kudestroy kabisa uchumi wa Irani. Kwa hiyo Irani kupitia kwenye machungu walishazoea. Yani tayari wanayapitia kwa muda mrefu, tayari wanayapitia. Sasa kama 100,000 ni lita 26 sisi hapa. Hebu fikiria ikija mara 2. Yani ikija sasa 100,000 tunapata lita 13, ambao sasa unapata 50,000, lita 13. Je, ulimwengu uko tayari kustahimili kwa wakati gani ili kuvumilia hiki kitu? Sasa niliposema ile blockade, nasema anayeshikilia bomba anaweza kuamua mechi. Okay, ni unamkaba. Yani umemkaba ashindwe kupumua, lakini naye kakukaba. Atayeweza kumwachia mwenzake katika ile kushindwa kupumua ndio atakuwa bingwa. Ndio hilo nalirudia kuwa
Wewe uliozoea kula milo mitatu, je, utarudi kwenye milo miwili na utahimili? Utaweza? Huyu mwenzako mlo mmoja kaisha uzoea, anaendelea nao. Wewe umetoka kula kwenye milo mitatu official na kula hovyo pembeni. Hii hali utaivumilia kwa muda gani? Utaweza? Ukiweza kuivumilia hii hali, manake utashinda hii mechi. Dunia iko tayari kuvumilia hili. Sasa tishio la Trump kuanzisha vita na kukusanya ndege na kupeleka wanajeshi kusema kuwa tuna resume na tunarudi kwenye war, hata Irani wanalijua. Irani wenyewe wamejiandaa, kwa sababu tuna siku moja ya mwisho ya mazungumzo. Tuone baada ya hapo kushindwa haya mazungumzo, kwa sababu Trump ameshasema hatutokuwa na ceasefire nyingine, yani kuwa hatutoongeza muda, jambo ambalo lilizungumzwa na baadhi ya vyombo vya habari, wakasema tayari wamekubaliana kwenye ceasefire, lakini Iran wakatoa taarifa wakasema kuwa hatutaki ceasefire. Tulifanya ceasefire kwa ajili turuhusu mazungumzo ambayo kama yapo, kama tunarudi kwenye vita turudi kwenye vita mpaka pale tutapoona kuwa sisi tumekipata kile tunachokitaka. Alizungumza makamu wa rais wa Irani, nadhani ilikuwa juzi, anasema haijalishi meza ya mazungumzo, haijalishi vita, kuwa wao watapata kile wanachokitaka, na wanasema kuwa hata kama tukirejea kwenye vita, mpaka mwisho wa vita hii itapotokea, basi Irani haitokuwa na vikwazo. Jamani, dunia ina struggle kwenye hali ngumu. Donald Trump nadhani kama angeweza kuexpress feelings zake, yani azungumze ukweli, labda angeulizwa kama tukiurudisha muda nyuma, turudi mpaka 2023 24, unatakiwa urekebishe mambo yanayokuja mbele, nini ungekirekebisha? Nadhani Donald Trump angesema nisingegombea nafasi ya urais. Ule urais umekuwa ni mzigo kwake, uko kwenye hali ngumu sana. Ndani ya Marekani kuna hali ngumu sana, washirika wake wa MAGA tayari hawamuelewi. Republican tayari indicate ile sign ile ya red inawaonyesha muda wote, na ndio umeona kuwa hawafanyi vizuri katika matokeo ya kura za maoni, uchaguzi unaorudiwa katika kipindi kirefu kabisa, hawajafanya vizuri kwa vyovyote vile. Sasa hii ni ishara ya kuwa raia wa Marekani wanataka tofauti, yani wanatathmini kitu tofauti na kile ambacho Donald Trump anakitaka. Yani mahitaji ya raia ni mengine, japo kuwa mahitaji ya raia haijawahi kuwa chaguo la viongozi wa Marekani katika vita zote. Ukienda vita ya Iraq, Marekani waliingia bila bunge, sijui bila raia, hawakuunga mkono. Vita nyingi za Libya hawakuunga mkono, lakini hilo limekuwa hivyo mara nyingi kuonyesha kuwa sisi ni wababe na vyovyote tunaweza ukafanya hilo lote. Lakini hiyo huamuliwa pia na meza ya pili ya matokeo. Nililizungumza wakati wa Rais Joe Biden, mnakumbuka, hata kabla ya kuja Kamala Harris, na wakati wa vita ya Gaza. Nilisema hivi, kati ya Biden na Netanyahu, atakayeweza kumshikilia mwenzake mpaka mwisho, akubaliane na maagizo ya mwenzake, atakuwa kashinda, kwa sababu wote walikuwa wanaenda kwenye, ilikuwa Biden anaenda kwenye uchaguzi. Kwa hiyo nikasema hivi, kila mmoja atajiweka kwenye nafasi nzuri ya kuwa kumshikilia mwenzake. Nikasema kama Joe Biden ataendelea kumchekea Netanyahu kubaki kwenye vita ya Gaza, basi fahamu kabisa kuwa Democrat wanaenda kuupoteza uchaguzi. Ikiwa Democrat watafanikiwa kumdhibiti Netanyahu na kumaliza vita ya Gaza, Democrat walikuwa na nafasi nzuri zaidi ya kwenda kushinda. Nini kilitokea? Kamala Harris alivyokuja kurithi mikoba, akaendeleza sera za Biden. Trump akaja akaitumia nafasi kuwa mimi ni mtu wa amani. Nakumbuka alisema kuwa hatutaki vita kabisa duniani, kwa sababu vita ilikuwa imeshawachosha wa Marekani, uungwaji mkono hawataki, na akaitumia hiyo nafasi vizuri kabisa. Nini kilitokea? Kamala akashindwa, Trump akashinda, kwa sababu alinadi amani. Kwa hiyo ilikuwa ni chaguo la watu kusema kuwa tunataka amani. Nakumbuka alienda kwenye miji ya Waislamu wengi kule Marekani, akazungumza nao, wakamchagua tena, wakamfanyia na kampeni kubwa vizuri, akashinda kwa sababu alitumia nafasi. Sasa hata mara hii iko hivyo, kuwa Donald Trump akiendelea kumchekea Netanyahu ili Netanyahu aweze kutimiza malengo yake ya kuepuka na trials za mahakama ambazo hata jana iliahirishwa, au kuepuka kesi zake. Sasa Trump akiendelea kumchekea Netanyahu, anakwenda kudondoka yeye kwenye uchaguzi wa Novemba na wanamuimpeach. Uchaguzi wa nusu msimu wa Novemba unaenda kumtoa kabisa Trump akiendelea kumchekea Netanyahu. Lakini Trump akiweza kudhibiti hali katika kipindi hiki, anaweza angalau kuokoa kidogo kilichobaki, lakini vinginevyo atakutana na vitu tofauti kabisa. Jamani, tusubiri tuone hayo mazungumzo yapo hayapo. Tusubiri tuone Trump atashambulia Irani au hatoshambulia. Tusubiri tuone dakika za mwisho Taku itafanya nini. Atakula kona kama kawaida, alafu atuambie kuwa wamempigia simu kumwambia kuwa kila kitu kiko tayari. Haya, usitukane mamba kabla ya kuvuka mto.
Niwashukuru, inshallah mara nyingine tutakuja tuzungumze. Yako mengi ya kuzungumza na hayaishi. Shukran sana. Rahby Digital, haki na ukweli.